Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazipeperusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu na cha kuzingatia tena zaidi, yeyote ambaye anatazama, na kuomba tu kwa unyenyekevu ubonyeze alama ya like na karibu ni kuhabarishe. Sumu iliyomuua aliyowekewa dereva wa makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche yafichuliwa. Hii ni siri kubwa. Nani ameifichua? Kuna mwanaharakati hapa Tanzania ambaye anaitwa Hilda Newton Chadema. Ameandika katika mtandao wake wa kijamii hivi: Abdul na Sumai, kwani mzee Swez maradufu amewakosea nini kikubwa mpaka mkaona adhabu ambayo anastahili kupewa ni kuuawa kwa sumu? Umesikia? Kumaanisha kuuawa kwa dereva wa John Heche ni sumu aliwekewa. Nitakueleza kwa undani. Akaendelea kusema, mbona mzee wa watu hata hakuwa na shida na mtu yeyote, alikuwa pisi na kazi yake na kumwendesha mheshimiwa John Heche. Naona alikuwa pisi kumwendesha mheshimiwa John Heche, au kosa lake ni kuwa dereva wa Heche? Akauliza hivyo. Akaendelea kusema hivi, mnahitaji kumwaga damu za watu wangapi ili mtosheke? Oktoba 29 mliuawa ama mliua Watanganyika wenzetu zaidi ya 10,000. Tangu Duli Idi Amini mama aingie madarakani, leo mumeteka na kupoteza watu zaidi ya 400 na bado mnaendelea kuteka na kuua watu. Watanganyika wenzangu, hakuna wa kutuokoa. Tusiposema inatosha, Duli Idi Amini mama na genge lake watatumaliza. Julai 7 mwaka huu tusimame kwa umoja wetu bila kujali itikadi zetu, tuseme inatosha. Umeona? Hilda Newton, huyu mwanaharakati, anafichua kwamba kuuawa kwa dereva wa John Heche aliwekewa sumu. Unajua huyu dereva juzi tu alipatikana ameuawa ama amekufa akiwa kwa sakafuni pale na damu ilikuwa imemwagika. Lakini kuna ripoti za ndani ambazo tuko nazo zinasema ya kwamba huenda aliweza kuuliwa. Alikuwa katika chumba cha wageni na huenda alifuatiliwa, ingawa kuna wakora ambao walienda wakaunda kopi ya ufunguo, walipomalizia wakafunga tena kutoka nje, wakamwachia kopi nyingine ya ufunguo ili isemekane ya kwamba alijifungia na akapatikana ameuawa. Sasa tumepisha mlango, umefungwa, tumefungua. Hii ni deal ambayo iliweza kuundwa mapema ili kuwafumba Watanzania kutoelewa kinachoendelea. Na sisi wakati tunafanya uchambuzi wa yale ambayo yanaendelea kuhusiana na kifo, inadaiwa ya kwamba aliweza kuuliwa kama ishara tosha kwamba imetumwa kwa John Heche, yeye ndiye next, akiendelea kukaidi amri za serikali na kufanya mikutano ya hadhara, licha ya kuambiwa aachane na mikutano ya kusema ya kwamba free Lissu campaign na yeye atajinjwa tu. Walikuwa wanafanya hivyo, ishara tosha kwamba na yeye yuko njiani kufanywa madhambi. Tena walifanya hivyo, huenda huyu dereva alikosa kutoa taarifa za ndani kuhusiana na nyayo za John Heche, vile anatembea, ni wapi analala, ni kipi anajishughulisha nacho kama biashara. Wakati alipokataa, maybe wakasikia vibaya, wakamumalizia papo hapo. Sasa wanaharakati hawa wametangaza kutakuwa na maandamano makubwa hapa Tanzania siku ya tarehe 7 mwezi wa 7. Vile umeona, Hilda Newton ametangaza yeye mwenyewe, ishara tosha kwamba
wanataka kufanya maandamano kuhakikisha ya kwamba wamelazimisha serikali ya Tanzania kusalimu amri na kuhakikisha katiba mpya imeweza kuchaguliwa ama kuteuliwa ama kupitishwa, kuhakikisha ya kwamba tume mpya ya uchaguzi imeweza kuteuliwa, kuhakikisha ya kwamba kiongozi wa bara Chadema Tundu Lissu ambaye amekaa gerezani zaidi ya siku 400, zaidi ya mwaka mmoja na nusu sasa, amefunguliwa, ameachiliwa huru, na kuhakikisha kwamba uchaguzi mpya umeweza kupatikana ama kufanyika katika taifa hili letu la Tanzania. Sasa maandamano haya yamepangwa na wanaharakati na mrengo upinzani hapa na pale, na unajua walikuwa wanafanya madhambi wakidhani ya kwamba maandamano yamepangwa na mrengo upinzani, na kwa kusema ukweli maandamano haya yamepangwa na kikosi cha wanaharakati na kikosi kile ambacho kinajulikana kwa jina Tanganyika Freedom Fighters. Sasa wanamfanyia madhambi huyu ambaye ni dereva wa John Heche. Sasa ni maswala ambayo sasa hivi tunajiuliza ni kipi ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Kwa hivyo kulingana na ripoti ambayo tumepata kutoka kwa vyombo vingine vya dola, vinasema ya kwamba uchunguzi umefanywa, imepatikana ya kwamba aliweza kuuawa kifo cha kawaida. Najua hata ingefanyika kivipi ijulikane kwamba aliuliwa, hawezi kutangaza kwa sababu hayo yanaweza kunukisha taifa la Tanzania. Hayo ndio yanaendelea katika taifa hili letu la Tanzania, na tumepakisha siku ngapi? Siku 3 tu tuone kama maandamano haya yatafanyika hapa Tanzania, ingawa kuna fununu ya kwamba Tundu Lissu ataachiliwa huru ikifika tarehe 6 kabla ya tarehe 7 maandamano kuanza, ataachiliwa ili waweze kutuma ishara kwa wale ambao waandamanaji waachane na kuandamana kwa sababu ya kuachiliwa kwa Tundu Lissu. Na Tundu Lissu alikuwa mahakamani akasema DPP amlipe hela za kumharibia jina kwamba alifanya uhaini. Unajua hii serikali jamhuri haina ushahidi wa kutosha kwamba Tundu Lissu alifanya uhaini hapa Tanzania. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanaendelea na Tundu Lissu aliweza kufikishwa mahakamani. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizo, nitazileta katika kanda ambayo itafuata hii ili nikueleze vile mambo yalivyo kuhusiana na Tundu Lissu ambaye yuko gerezani Ukonga kufikia sasa. Kwa hivyo hali sio nzuri kwa sababu kuna mtafaruku na sintofahamu ambayo inaendelea kutana katika taifa hili letu la Tanzania kwa kifo cha dereva wa John Heche ambaye alipatikana ameuawa ama amekufa na damu ilikuwa imemwagika sakafuni chumbani mule ndani alipokuwa amelala hiyo usiku. Tukutane baadaye, lakini ikiwa hauja subscribe chukua sekunde moja, bonyeza butoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.